ni watu wa kutia hamasa kila pale ambapo wanasikia kuna hali ya mtu kupenda Qur'ani, unaingia na kutia moyo. Habari zenu? Salama. Vipi hali? Nashukuru, alhamdulillah. Imekuwaje nyinyi mmekuwa mstari wa mbele sana katika kutia watu hamasa kwenye kupenda Qur'ani? Ni mmoja tu katika kuipenda Qur'ani. Kwa unajikuta tena unafanya kitu pasipo wewe mwenyewe kujua, lakini unakifanya kile kitu kwa sababu ya mapenzi ambayo ulikuwa nayo katika moyo wako. Hebu tuzungumze. Yaani nyinyi ni wasomi wazuri wa Qur'ani. Ndio. Na katika mitaa yenu, yani kama mnaona mtu ambaye hayuko kwenye, ni Muislamu lakini hayuko kwenye miongozo ya Kiislamu, huwa mnafanyaje? Kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pili tunapenda kwa kutupa fursa hii ya kuzungumza. Ni kweli kama watoto tunawaona hawapo katika mazingira mazuri ya kidini au ya Qur'ani, huwa tunaumia. Na tunajaribu kufuatilia kwamba unakaa wapi, unaishi na nani, na kwa nini usome madrasa. Tukishafuatilia, tukishajua, tunahamasisha. Inabidi umwambie baba au mama au mjomba au shangazi akupeleke madrasa ili ujue Qur'ani, ili ujue dini, ili umjue Mtume na umjue Mwenyezi Mungu. Ndio hivyo. Jamii zetu tunazijua wenyewe kwamba kuna wakati unapojifanya kufuatilia mambo haya wanakuona kimbele mbele. Kwa nini wanakuchukuliana? Kila mtu na mtazamo wake. Kuna baadhi wengine hivyo unaweza ukakuta unaambiwa yule bwana ana kiherehere sana, kitu hata akimhusu hivyo, lakini wewe kwa sababu unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, huwa unakuwa hujali kile ambacho watu wanasema. Nataka sasa mnipe maneno ya mwisho ambayo wanajamii wakiwasikia watahamasika na kuingia moyo katika kuifuatilia Qur'ani. Tuanze hapa. Ndio. Nashukuru ndugu mtangazaji. Cha kwanza kabisa, wazazi, walezi, tuendelee kuhamasisha vijana wetu ili waweze kusoma Qur'ani. Na kingine kinacholeta changamoto katika kijiji chetu au jamii yetu au serikali yetu ni kwa ngumu kulingana na ratiba ambazo za shule. Mtu anakosa kabisa fursa ya kwenda madrasa. Mtoto mdogo anaenda shule lakini anarudi saa 12. Aende shule madrasa saa 1, anarudi saa 4, hawezi kusoma na kufika mbali. Anasinzia, labda akirudi nyumbani amechoka. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo itakiwa yawekwe mazingira rafiki kwa vijana wetu ili waweze kupata elimu ya shule na waweze kupata na elimu ya dini ili Qur'ani isonge mbele. Kweli Qur'ani ipo juu. Qur'ani ni kubwa sana katika ulimwengu mzima. Yaani tunajivunia Waislamu. Qur'ani ipo juu. Na watoto wanajitahidi, wazazi tunajitahidi, lakini changamoto ni katika mambo ya shule. Na ratiba imekaa vibaya. Watoto wanashindwa kusoma kwa wakati na kufika mbele zaidi. Kwa hiyo tunachokiomba serikali kwa ujumla waliangalia hili swala, wapange ratiba. Tunaomba ikiwezekana Jumamosi na Jumapili watoto kama Ijumaa wakienda shule basi saa 6 waruhusiwe waende madrasa. Jumamosi na Jumapili zinafasi ziwe pekee za kwenda madrasa na sote na kwenda shule ili mradi waweze kujua Qur'ani, kumjua Mtume na kuwa viongozi wazuri katika jamii yetu. Asante. Kwa upande wako una yapi ya kusema? Kusema ni kama hayo ambayo alisema ndugu yangu hapo, ya kuongezea kama nilivyo. Unakuta watoto wetu wengine wanashindwa kusoma kwa wakati kutokana na mazingira ya shule. Kwa sababu unakuta mpaka siku za Jumamosi mtoto anaenda shule. Lakini anarudi muda ambao akirudi nyumbani anahitaji tena aanze kufanya usafi. Mpaka anapomaliza pale unakuta muda kwenda madrasa umeshampita. Kwa hiyo unakuta masomo mengi yanampita. Kwa tungeomba serikali liangalie swala hili. Karibuni sana kliniki yetu ya meno Makutano. Tunatoa huduma za meno kama ifuatavyo. Tunang'oa meno, meno bandia, kuziba meno, kusafisha meno. Tunafanya operation ya kinywa. Tunapatikana Vikindu Madafu, Makutano Pub. Tunafungua kuanzia saa 11 alfajiri na tunafunga saa 4 kamili usiku. Mawasiliano zaidi ni haya hapa: 0740797598. Kwa afya bora ya meno yako, basi njoo haraka sana tukuhudumie. Nyote mnakaribishwa.